Kocha Kassim, karibu sana Azam FC TV. Kwa kuanzia, hebu tueleze historia yako ya soka. Safari yako ilianzia wapi mpaka kufikia hapo ulipo leo? Kwa majina naitwa Kassim Liogope, ni mwalimu wa mpira wa miguu. Kwa sasa ni kocha msaidizi wa timu ya Azam kubwa, lakini pia nikiwa kama msimamizi wa timu za vijana katika Azam Football Club. Historia yangu ya mpira, mimi nimeanzia mwaka 2010 katika klabu yangu ya kwanza. Nilianza kufundisha mpira nikiwa shuleni, nakumbuka O-level jitegemee, wakati nasoma. Wakati huo shule yetu unajua ilikuwa ni shule ya kuvimbua vipaji. Sasa tulikuwa na magrupu ya aina mbili. Kuna grupu lile la scholarship, wale ambao wachezaji ambao wamepatwa kutoka mikoani wakiwa na vipaji, lakini pia kuna kundi lingine la wanafunzi ambao wamekwenda kama wanafunzi lakini wana vipaji. Kwa hiyo kwa kuanzia pale, kutokana na ushindani wa nafasi, lakini pia muda wa kucheza nyumbani ulikuwa pia mdogo kwa kuwa shule yetu ilikuwa ni ya vipaji, basi sasa wakati huo tulikuwa na kina Ali Lundenga, na nakumbuka wakati ule kuna program fulani ilianzishwa ilikuwa inaitwa TSA Academy, ambayo wenyewe imetoa wachezaji wengi, wakina Hassan Ramadhani Kesi, wakina Thomas Ulimwengu, wakina Isa Rashid Babobaya, wakina Yusuf Soka basi. Sasa sisi bachi yetu tulikuwa wanafunzi ambao tunasoma. Wale wenzetu walikuja kama scholarship, walikuwa wanakaa Karume wanacheza alafu wanakuja, lakini sisi ni wanafunzi ambao tunasoma lakini ndio pia katika timu ya shule. Sasa kwa wakati ule unajua ushindani wa nafasi ulikuwa mkubwa sana. Sasa sisi tulikuwa na timu yetu ambao ndio wenyewe walikuwa kina Lundenga, wenyewe wakina Matthew Michael na wachezaji wengine ambao wengine hawakufika mbali, lakini kulikuwa tuna ushindani. Sasa kwenye kawaida kwenye group lazima kuna mtu ambaye anawaongoza wenzake. Kwa hiyo mimi nilikuwa kama ndo captain. Kwa hiyo tulikuwa tunaongoza, tunakwenda. Kwa hiyo ile kitu nikawa napenda. Nakumbuka mwalimu wangu mmoja marehemu anaitwa Ojode, alikuwa anatufundisha sisi kuanzia pre-form 1, form 1, akawa anasema, "Kassim, una hicho kitu yani." Kwa hiyo nikawa na hiyo kitu, sasa nacheza, nafundisha. Of course hadi nilipomaliza shule nikarudi nyumbani, nikawa na option kwenda kusoma na kucheza. Sasa muda wa kucheza pia ukawa mdogo na familia yenyewe ilikuwa na push sana, yani lazima nisome. Kwa hiyo na baba mama wanasema lazima nisome. Okay, kwa hiyo kwenye kuendelea, lakini baadaye sasa nikasema okay, nifanye maamuzi. Wakati naenda chuoni, kabla sijaenda chuoni, nikawa ule muda wa kusubiria majibu pale, tukawa sasa na timu yetu ya mtaani ambayo wenyewe ilikuwa inaitwa Chalambe, iko Mbagala hapo. Kwa hiyo nikaanza kufundisha, inaitwa National, kwa vijana wadogo chini ya miaka 17. Kwa hiyo ndo nikaanza tu basi, kocha. Kwa basi nikawa hiyo kitu napenda. Nilivyorudi sasa chuo, nako katika timu yetu ya chuo Dar es Salaam School of Journalism, chuo cha uandishi wa habari, pia napo nikawa nafundisha. Lakini kwa klabu yangu ya kwanza kabisa official kufundisha ilikuwa inaitwa National Chalambe 2010. Baada ya hapo tulitoa wachezaji wengi kwenda kwenye Coca-Cola, tukacheza mashindano ya Coca-Cola, tukachukua ubingwa wa ukanda wa Mbagala, tukaenda kucheza ligi ya wilaya pia. Baada ya hapo nikahamia klabu yangu ya mtaani kabisa ambayo tumeanzisha yenyewe, ilikuwa inaitwa Uraru, iko pia Mbagala Chalambe. Nikafundisha Lokoloko hizo klabu hadi 2014. Kuanzia 2015 sasa ndo nikaingia rasmi katika soka la ushindani, kwa maana kama ajira. Nikaenda katika kituo cha michezo cha Jakaya Mlisho Kikwete Sports Park, ambako zamani ilikuwa inaitwa Sunderland Academy. Hapo ndio na mimi nikaanza kutambulika rasmi, kwa sababu niliajiriwa kama kocha kwenye academy, na ile wakati ule ilikuwa academy kubwa. Nikapata mafunzo kutoka kwa walimu kutoka Uingereza. Nakumbuka instructor wangu kwanza alituchukua sisi, alikuwa Stuart Hall wakati yeye akiwa Azam. Sisi tukawa tumeenda kule, akatuchukua, aliniona Iringa kwenye kozi ya FIFA ya grassroots. Tulikuwa tunafanya mradi wa Zinduka kupitia soka, ambao tunafundisha watoto wadogo ni namna gani ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi na malaria, lakini kupitia skills za mpira wa miguu. Kwa hiyo hapo sasa ndo alipeniona, akasema wewe una kitu. Akatuchukua sisi, akamchukua Elneza ambaye alikuwa chuo kikuu, ambaye kwa sasa ndo kocha timu ya taifa ya vijana, kocha Ababu ambaye baadaye kutoka Zanzibar, tulikuwa na Frankie kutoka chuo kikuu, tulikuwa na Asma na Maklina pamoja na sisi, tukajiunga kwa pamoja katika ule mradi. Ule mradi ulikuwa ni mkubwa. Nimefanya kazi pale miaka 7 katika kituo cha michezo cha Jakaya Mlisho Kikwete Sports Park, ambako hapo ndo mimi wakati ule Azam waliniona na vilabu vingine. Kwa kupitia ile academy yangu tulikuwa tunakuja kucheza mechi za kirafiki.
nafikiri Lama Kilindo anakumbukua kabisa, yani yeye ndo alikuwa anaturekodi. Kwa hiyo tulikuwa tunakuja hapa, tulikuwa tunakuja na kina Lama Mzenga, kina Gilingoda, tunacheza mechi. Kwa hiyo tukawa tuna ukaribu. Sasa baadaye Tom Legi akawa na ukaribu na sisi. Alionyesha nia kwamba mimi kutoka pale kuja huko, lakini kwa katika kituo nilikuwa muhimili. Kwanza nilikuwa coordinator wa mradi. Kwa hiyo ilikuwa ngumu kwa wakati ule mimi kutoka. Kwa hiyo tukawa tunaendelea, nikafanya kazi, nimefundisha under 12, nimefundisha under 14, nikafundisha under 17, lakini pia nikafundisha under 20. Mwaka 2023 msimu ule ndo nikapata ofa kwenda Dodoma Jiji, lakini kabla Dodoma Jiji mimi waliniona Coastal Union, ndo timu ambayo iliniona Mzee Mguto. Kwa hiyo wakati ule niende kumsaidia mwalimu Mels Medo wakati akiwa Coastal Union, kwa sababu alisema alikuwa anahitaji msaidizi ambaye ni mzawa, ambaye anaweza kuendana na yeye, sio mtu ambaye mwenye jina kubwa sana, lakini mtu ambaye mwenye uwezo. Kwa hiyo mimi ipelekwa CV yangu, uongozi wa Coastal Union kwa kubaliana na kile kitu. Kwa sasa, lakini wakati naenda pale mwalimu Medo na akaribia kuondoka. Kwa hiyo baadaye nikaenda kufanya naye interview, kuzungumza naye, akaniona ni mwalimu ambaye aliniamini mimi kabla hata sijawahi kufanya naye kazi. Kwa hiyo na wakati ule akaondoka, ananiambia Kasim, sikiliza, mimi muda sio mrefu hapa nitaondoka. Kwa hiyo alivyokwenda Dodoma akapeleka jina langu. Kwa hiyo wakati anapeleka jina langu, wakati huo sasa nyuma Masud Juma naye alipeleka jina langu niende kwa kama kocha msaidizi kabla ya Medo. Kwa hiyo wakati anaondoka Masud Juma ndo anakwenda Medo. Kwa hiyo sasa alivyoenda tena jina langu, viongozi wa Dodoma akasema okay, mwanzo tulisema hana uzoefu, lakini huyu ni mwalimu mwingine, ameonyesha interest ya kufanya kazi na wewe. Mimi nawashukuru viongozi wa Dodoma, yani walionyesha uaminifu wao, wakasema okay, tumwamini. Lakini ilikuwa ngumu kwa wakati ule, timu ipo katika nafasi ya 16 ya ligi kuu. Unamchukua kocha kutoka kwenye academy kwamba na mimi sina jina. Kwa hiyo wao waliniamini na mwalimu aliniamini, alisema kwamba mimi namwamini huyu kijana, nilivyomuona ni mwalimu ambaye ana uwezo, atakuja kunisaidia na atakuja kuwasaidia. Na baadaye mimi hata nikiondoka, huyu ndo atakuja kuwa kocha hapa na atakuja kuwasaidia. Nimemwona na kitu. Kwa hiyo mimi nikapata opportunity basi. Kwa hiyo sasa kutoka JMK ambako nimefanya kazi zaidi ya miaka 7, kutoka 2015 hadi 23, pia nako ilikuwa so rahisi kwa sababu nilikuwa na run program tofauti, na kuna muda baada ya kuondoka TD wetu, kwa hiyo kuna kazi za utawala nyingi nilikuwa nafanya. Kwa hiyo basi wakaridhia, nikaacha kazi, mimi nikaenda Dodoma Jiji. Nakumbuka wakati ule timu ilikuwa katika nafasi ya 16. Mchezo wangu wa kwanza tulicheza Dodoma Jiji na Polisi, tulicheza Moshi. Tulikuwa katika hali ngumu sana hiyo mechi, nakumbuka story sahau kwamba anapoingia uwanja wa Sheikh Amri Abedi nililia kidogo kwa sababu ilikuwa ndoto zangu kufika Premier League. Kwa hiyo Medo akanipa moyo sana. Kwa hiyo tumeenda, tumetoka goli 1-1. Nakumbuka mechi hiyo Kevin Kiduko alitufunga goli, sisi tukarudisha, baadaye alifunga Collins Opale kwa penalty. Kwa hiyo ndo mechi yangu ya kwanza. Baada hapo tukaanza kupata matokeo, ndo safari yangu ya mimi kujulikana sasa Tanzania nzima. Lakini sosi ilikuwa mwalimu Mels Medo, yeye ndo ameniingiza mimi katika soka la ushindani. Namshukuru sana sana, ni kama baba yangu, ni mwalimu ambaye ameniamini, na nawashukuru viongozi wa Dodoma Jiji pia, na wao pia waliniamini. Kwa hiyo huo msimu kwangu ulikuwa ni msimu wa mafanikio sana, kwa sababu tulijaribu hadi kumaliza ligi tukiwa katika nafasi ya 7 kutoka katika nafasi ya 16. Lakini pia wakati naacha kazi na kwenda kule ilikuwa ngumu kwa wakati ule, kwa sababu unatoka kwenye academy ambayo unalipwa vizuri, ni sehemu ambako uko comfortable, watu wengi walinishauri. Lakini mimi nashukuru mama yangu kwamba alisema kwa kuwa unaamini unachoenda ukifanya, nenda, na watu wangu wengine wa karibu walinisupport. Mimi nimekwenda, Mwenyezi Mungu akanijalia tena. Nakumbuka mwaka huo nikaja kucheza na timu yangu ya Azam, tukawafunga goli 2-1. Kwa hiyo baada ya mechi pale, kwa kuwa nilikuwa huku, niliwahi kujaga nyuma, kwa hiyo kwangu mimi nikapata pongezi nyingi, na mwaka huo ya Mungu akanijalia. Sasa changamoto kubwa ilikuwa kwangu mimi ni namna gani. Mimi kitaaluma ni mwandishi wa habari, nimesomea uandishi wa habari, lakini pia ukiachilia hivyo na sasa hivi namiliki diploma A CAF ya mambo ya mpira wa miguu. Lakini pia mimi nimesomea masuala ya utawala wa juu wa mpira wa miguu, kozi ambazo zinatambulika na FIFA. Lakini pia ukiachilia hivyo nimefanya diploma B, nimefanya diploma A ya football. Sasa ni namna gani naondokana na kuwa mwandishi wa habari kuja katika football pase. Nakumbuka ilikuwa mwaka 2016 baada ya kutoka kufanya diploma C. Mkufunzi wetu alikuwa
Sande Kayuni. Darasani alisema yeye katika maisha yake ya mpira aliondokana na kuwa professional baada ya kufanya diploma C. Kwa hiyo walituhusia sisi mambo ya ushabiki, masuala mengine, yani kwamba kama unaamua ustiki katika mpira, ustiki katika mpira. Kwa hiyo baada ya kurudi sasa wakati ule, na nimefanya kazi katika baadhi ya media yangu wa kwanza mimi nilifanya kazi New Habari Corporation mwaka 2012. Nilikuwa kama mwandishi wa habari za michezo. Nilikuwa nafanyia kazi ya gazeti la Dimba na la Bingwa. Wakati ule Kadolito huyo anatoka chuo anakuja anatukuta, alikuwa mdogo. Nakumbuka Kado alikuwa shabiki wa Azam toka katika Media House. Na yeye alitangulia kuja huko. Wao tulifanya kazi pamoja katika Media House, New Habari Corporation. Lakini yeye alikuwa katika gazeti la Dila. Yes. Pale tukao wote tunafanya kazi pamoja na Kadolito. Kwa hiyo yeye anaandika huku, mimi naandika huko kwenye gazeti la Dimba la michezo. Ila yeye alikuwa alianzia Mtanzania kwenye hard news. Ila yeye alikuwa anaandikia page ya nyuma. Sisi tulikuwa tunaandikia sport huko. Kwa hiyo nimefanya miaka 12, lakini mimi nilikuwa sipendi sana kuandika. Lakini nakumbuka wakati ule Jimmy Chika ndio alikuwa mwalili pamoja na Grace Hoka. Yes, na Saidi Pendeza ambaye sasa hivi yuko Mwananchi, Mwanaspoti. Kwa hiyo Jimmy akananisikiliza. Akasema, Kasim, mbona una madini mengi? Kana naongea, yani nilienda ni kama mwanafunzi, lakini akaona vitu vingi sana. Akasema wewe unafaa kwenye radio. Kwa hiyo nakumbuka 2012 hadi 13 wakati nikiwa chuo pale DSJ, nimemaliza tu ile certificate baada ya kuingia diploma. Sasa unajua nikaenda sehemu ambako nitakuwa comfortable. Nikapata kazi radio moja iko Arusha inaitwa Sunrise Radio. Nikawa naitangazia mpira, lakini baada ya kutoka Sunrise nikapata kazi ABM ya Dodoma. Abdalla Majula wakati wewe ni sini alianzisha radio yake. Alinisikiliza akasema huyu yuko wapi, kwa sababu yeye ndo watu ambao walitutangulia kwenye kutangaza mpira, kina Ahmed Jongo, wakina Jesse John, wakina Ezekiel Malongo. Kwa hiyo sini kama ule, kitendo cha kuniona mimi kusema mimi na uwezo, basi mimi nikafanya naye kazi. Lakini pia na mimi sasa nikaibwa kutoka ABM wakati huo Radio Uhuru Malem Limonga ananitaka mimi niende Radio Uhuru nikafanya vipindi vya michezo City FM Radio kupitia kakaangu Adam Zuberi. Akasema hapana, na Musa Pepo wakasema hapana. Kwa hiyo mimi nikagaili kutoka kwenda Radio Uhuru, nilienda nilisikia kama wiki tu, katangaza mechi moja kama mbili. Baada hapo nikaenda City FM, na mimi kwenda Sunrise, ambaye alinipeleka Sunrise Radio ni rafiki yangu Msham Mohamed, ambaye mpaka sasa anatangaza iko zake TBC. Yeye ndo alinichukua kaniunganisha na Shemdoe. Kwa hiyo sasa wakati nataka kwenda Radio Uhuru na yeye alikuwa mtangazaji, kwa hiyo na yeye alibariki ile baraka. Lakini nikasema kwa sababu rafiki yangu yuko pale, mimi nikabidi niende City, kwa sababu City ndo mimi wanitegemea mimi, kama nikafanya City FM kama miaka 2 hadi 3 pale. Nimefanya kazi kabisa. Kwa hiyo nikawa natoka City. Hata safari yangu mimi kuacha kutoka City FM kuja JMK Park, kwa hiyo familia yenyewe ilikuwa itaki sasa niache kazi ya utangazaji. Sema kwamba ni professional ambaye mimi nimeisomea. Sasa unaachaje uandishi wa habari unakuja kwenye mpira? Kwa hiyo pale ilikuwa kidogo kulikuwa kuna shida kidogo, sababu lakini mimi niliwaaminisha, wakaelewa, nikapata msukumo. Mwisho wa siku nikaingia moja kwa moja sasa kwenye mpira pase. Kwa hiyo ndio maana ukaona kwamba nimetoka JMK kutoka 2015 hadi 2023 nimeenda Dodoma Jiji. Kutoka Dodoma Jiji nimefanya kazi misimu miwili, msimu wa 22 23 24 ndo nikaja Azam. Kuja Azam, approach ya kwanza ana approach kama kocha wa timu za vijana. Kwa hiyo nikawa na attend kwenye timu za under 17 pamoja na under 20, na nilipewa malengo makubwa ya Azam. Niliambiwa kwamba ni mwalimu ambao ana uwezo. Kwa hiyo sisi tunataka akademi yetu ipande, itoe wachezaji na ifanye vizuri katika mashindano ambao wanashiriki. Pia ilikuwa ngumu mimi kutoka Premier kwa sababu wakati natoka Dodoma Jiji na kuja Azam nilipata ofa mbili. Mwalimu wangu Medo wakati anaenda Dubai alipata ofa, wakati Dodoma wao walikataa wakati ule. Kwa hiyo nikamaliza msimu. Nikafanya msimu na Mwalimu Baraza. Baada ya hapo sasa msimu umeisha, yeye akapata ofa kwenda Mtibwa na Kagera. Kwa hiyo akanishawishi nije, lakini sasa bahati nzuri ofa ya Azam ilikuwa nzuri sana. Kwanza ofa, lakini pia project yao ilikuwa nzuri. Nilikuwa naona iko serious. Nikakutana na boss Omar Kuye. Kwanza aliongea na Popat, akaniambia Kasim kuna opportunity. Nikaja akanikutanisha na boss Omar Kuye, akaniambia project yao. Nikaiangalia na niliona project yao iko serious, wakanipa malengo. Basi wao waliniamini, wakasema bwana sisi tuna matumaini makubwa sana na wewe.
Kwa hiyo kama tuna matumaini makubwa na wewe, hicho ndio kitu ambacho kimevutia. Ilikuwa ngumu, hata kuna agent wangu mmoja tulishindana kwa sababu yeye anaamini nikienda kwenye Premier League kwa wakati ule, kwa sababu nilishatengeneza jina na nilishafanya kazi kubwa. Kwa hiyo nilikuwa muda sahihi, lakini mimi niliamini kwenye project ya Azam kwamba nikija hapa nikifanya kazi ambayo itaonekana. Nashukuru Mungu, mafanikio ambayo tumeyapata Azam msimu wa kwanza ilikuwa ni kiu ya kila mmoja. Najua hata watangazaji wa hapa, kila mtu alikuwa anatamani siku moja tuchukue ubingwa under 20. Kwa hiyo niliwaambia tu kwamba ili uchukue ubingwa kuna namna ya kufanya, kwamba lazima tuwe na timu ambayo iko strong, tufanye maandalizi ya kutosha. Wao wenyewe walikuwa wanahitaji uzoefu wangu. Of course nashukuru Mungu nimepata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa wafanyakazi hapa ndani, kuanzia wajikoni, mama zetu ambao wanatusaidia kwenye usafi, wafanyakazi, security wakina Kalume na wengine wote, lakini pia management imetupa sana support. Kila ambacho walikuwa nakitaka tulikuwa nakipata kwa pamoja. Kwa mara ya kwanza tumechukua ubingwa baada ya miaka 13. Kwa hiyo ubingwa kwetu ulikuwa kama faraja, lakini malengo, utachukua ubingwa lakini lazima uone wachezaji ambao mliwazalisha wanaenda kucheza katika senior team. Lengo la development, baadaye uone wachezaji ambao mwazalisha wanakwenda mbele zaidi. Kwa hiyo tunashukuru tumekuwa na msimu bora sana. Ukiangalia sasa hivi wachezaji ambao tuko nao kwenye under 20 wakina Ashraf Kibeku kwa sasa hivi hapo katika timu kubwa wanacheza, wanapata nafasi ya kikosi cha kwanza wanaanza, lakini tunayo wakina Robogasti, lakini pia wakina Abdul Karim Kiswanya ambaye tuko naye, tumeenda naye katika pre-season Rwanda, baada hapo kwenda kupata uzoefu. Tunamwona na Mungu anacheza kikosi cha kwanza na amekuwa mchezaji tegemezi. Ukizungumzia viungo ambao ni bora katika msimu huu wa ligi hii, huwezi kukosa kumtaja Abdul Karim Kiswanya. Kwa hiyo unamwona anaperform. Wapo kina Julius Machela ambaye kwa anacheza, yuko Ismaili alikuwa katika timu kubwa lakini kwa sasa ameenda Ukraine anacheza soka la kulipwa. Yuko Mohamed Shila ambaye anacheza IK katika timu ya IK ya ligi ya Sweden. Kwa hiyo tunao wachezaji wengi, lakini ukiachilia hao ambao sasa hivi watu wanawafahamu, tunao vijana wengi sana katika Azam Academy. Wapo wakina Nuhuniko, wakina Captain Rajabu Shomvi na wachezaji wengine wakina Goodraki, wakina Abdalla ambaye kwa sasa ndo wanaongoza kwa ufungaji katika ligi ya under 20. Yeye mwenyewe tulimuona kutokea katika timu za vijana under 17 tukampandisha, na ukiangalia sasa hivi asilimia zaidi ya 90 vijana ambao wanacheza ligi ya under 20 ni vijana ambao tumewazalisha msimu ambao umepita, kwa sababu tuliona tuna vijana wengi ambao potential hapo katika national team, kwamba kitu kikubwa tukakaa technical bench pamoja na uongozi tukasema kwamba tunajua tutakapomaliza msimu zaidi ya wachezaji wengi watagraduate. Kugraduate ni kwenda katika senior level. Kwa hiyo lazima tuwe na elite player ambao wanaweza wakatake over. Kwa hiyo ukiangalia sasa hivi mchezaji yoyote akitoka under 17 akienda under 20 unamwona anaonyesha, lakini pia mchezaji wa under 20 akitoka katika senior team anaonyesha kitu kikubwa. Na bahati kubwa ambayo tumepata, tunaye mwalimu Florai Benge, ni mwalimu mzuri sana, ni mwalimu ambaye anapenda vijana. Kwa hiyo alipokuja tu cha kwanza alisema anahitaji local coach, na yeye hakutaka kwenda kupata shida, akamwambia mwalimu yupo ni Kasim Liogope ambaye amefanya kazi na sisi. Kwa mpaka sasa na mimi nimepata opportunity ya kujifunza. Unajua mwalimu Benge ni mwalimu mkubwa sana kwa Afrika. Kupata nafasi ya kukaa na yeye karibu, mimi najifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo mwisho wa siku baadaye mimi nitakuja kuisaidia akademi yetu ya Azam. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho mimi nimenufaika nacho. Lakini pia mwaka huu tumefuzu kwa mara ya kwanza katika group stage katika mashindano ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo najifunza kitu kipya, lakini kitu ambacho nimejifunza ni kustahimili. Kwa hiyo hata wale watu ambao mwanzo wakati mimi natoka kufundisha ligi kuu kuja katika timu ya vijana ambao waliona mimi kwamba ni kama nimepoteza, sasa hivi wananipa pongezi kwa sababu ya ustahimilivu, kusikiliza. Na niliwasikiliza sana viongozi wangu, ananiambia wewe usiwe na shida, uko vumilia, riziki Mungu ndo anapanga. Kwa hiyo mwisho wa siku sasa hivi nipo katika timu kubwa na mwalimu wako, walimu wazuri ambao wamekuja nao na mimi napata kujifunza kutoka kwao. Kwa hiyo naendelea kujifunza. Kwa hiyo mimi ni kama kocha mzao ambaye namsaidiza mwalimu, niko na wenzangu, lakini napata kujifunza zaidi kutoka kwake yeye. Kwanza ni mwalimu ambaye anapenda vijana, lakini pia ni mwalimu ambaye anampa nafasi kila mmoja, kwamba yeye angalie majina ambaye mwenye uwezo anaonyesha, anampa nafasi. Umeangalia Ashraf Kibeku mechi yetu dhidi ya Yanga, ameanza kikosi cha kwanza, mechi nyingi amecheza. Kwa hiyo anawapa nafasi vijana tofauti tofauti. Na hata wakati fulani tumeenda kwenye mapinduzi aliyochukua zaidi ya vijana 7 kutoka katika akademi yetu, amewapeleka kule wote, amewapa nafasi, wakina Faisali, wakina wenyewe hao, wakina Robogasti, wakina Kibeku. Leo sisi tumekuwa na tegemeo, lakini pia wapo watu wengine. Kwa hiyo mimi matumaini yangu
nikiendelea kukaa na mwalimu Ibenge, kwa ni mwalimu ambao filosofi zetu zinafanana, kwamba yeye anapenda vijana na mimi napenda vijana, mimi naendelea kujifunza kutoka kwake, na mimi nakuwa na msaada, nasaidia kwamba kushauri baadhi ya vitu, lakini pia na bezi sana kwenye timu ya academy bado nipo, nashirikiana sana na viongozi pamoja na walimu ambao walikuwepo mpaka hivi sasa. At least tunaona tuna mwelekeo mzuri. Mwana Azam FC, ni matumaini yetu kwamba umefurahia kujua mambo mengi kuhusiana na safari ya ukocha ya kocha wetu msaidizi Kassim Liogope, kuanzia mwanzo wa safari yake mpaka alipofikia leo ndani ya Azam FC. Na sasa mwana Azam FC, baada ya mahojiano hayo maalumu na kocha wetu Liogope, tumsikilize msemaji wa Azam FC Hashim Ibwe akitueleza namna kikosi chetu cha Azam FC kilivyojipanga kuelekea mchezo wetu ujao wa ligi dhidi ya Pamba Jiji FC. Kwanza tunashukuru Mungu kwamba tunaendelea vizuri baada ya heka kadhaa ambazo zimepita, na kwa kadiri muda unavyozidi kusogea vijana wetu wanazidi kuimarika. Kwa hivi ambavyo tunazungumza, tuko kwenye maandalizi ya kuelekea michezo miwili muhimu ambayo inafuata mbele yetu. Mchezo wa kwanza utakuwa tarehe 14 ambao tunacheza dhidi ya Pamba Jiji, ni mchezo wa raundi ya pili. Unakumbuka mchezo wa kwanza ulikuwa sare, na baada ya hapo tunatarajia baada ya mchezo tu wa Pamba kusafiri moja kwa moja kuelekea Kigoma tayari kwa ajili ya mchezo mwingine ambao unakwenda kukutanisha na Mashujaa. Sasa huu ni mchezo wa FA. Mchezo wa Pamba Jiji ni mchezo mgumu kwa sababu kwanza mara zote tukikutana nao wamekuwa wakiprove kwamba wanastahili kuwa hapo walipo na wanaweza kuwaonyesha Watanzania kwamba wana timu aina gani, na ndio maana unaona kwamba kila tunapokutana nao mechi inakuwa tough na inakuwa ngumu, na hata hivi ambavyo tunakwenda kukutana nao tena hatutegemei kitu kingine chochote tofauti. Kwa hiyo sisi kama Azam Football Club tutakwenda tit for tat, tutakwenda na full throttle, tutajimwaga, tutajiachia kuhakikisha kwamba kwanza tunalinda heshima ya uwanja wa nyumbani, lakini tunazikusanya alama 3 baada ya zile ambazo tulipoteza kwenye mchezo wa mwisho tuliosafiri kwenda Arusha. Mwana Azam FC, kwa nukta hii hatuna la ziada. Ungana nasi tena muda na siku kama ya leo ili kuendelea kupata taarifa, mahojiano maalumu na mambo mengi zaidi kuhusu chama letu la Azam FC. Kumbuka, Azam FC, timu bora, bidhaa bora.